Cyprian, yes, sisi tumeamkia eneo hapa la Mwananchi karibu kabisa na ofisi za Azam TV. Na picha unayoiona ni barabara hiyo ambayo inaelekea upande wa Buguruni, inatoka upande wa Ubungo. Yes, harakati ni nyingi kwa sababu kumekucha asubuhi hii na kuna dalili za mvua hapa kidogo. Unajua masika hii mwezi wa 4 huu, mvua za masika zimeanza. Lakini pia unaona asubuhi harakati za watu kuweza kuingia katika vyombo vya usafiri kwenda kutafuta riziki. Yes, pamechangamka hapa pamoja na hiyo hali ya mvua. Na mambo mengine watu kwenye magazeti, kipa hapa kibanda cha magazeti, watu wawili watatu wakiendelea kusoma, wengine wakiwa wamejistiri kwa ajili ya mvua pembeni. Umezungumzia hapo kuhusiana na Kevin Yondani ambayo sasa hivi ipo Ken Gold pale, ambayo inashika nafasi ya mwisho ama mkia kwenye msimamo wa ligi. Yes, kwamba kweli anaweza kazima Simba, Yanga au Azam. Yes, tutawauliza wenye mpira wao hapa. Lakini kwa sasa hivi ngoja tusogea hapa. Huku tulikuwa tunakuonesha hali halisi ya asubuhi hii mitaani huko. Najua kukiwa kumekucha, kibanda cha magazeti hichi hapa. Na kwa sababu kuna dalili za mvua, magazeti yamefunikwa kidogo hapa kuyastiri ili yasiweze kuloa. Kwa uchache bila shaka mtazamaji wa kurasa za mwisho anaweza kaona gazeti la Mwanaspoti hilo hapo ambalo Filipo umelisoma kwa undani kabisa. Habari kubwa, ulipo mtego wa ubingwa. Na hapo picha kubwa ambazo zipo hapa zinahusisha wachezaji wa Yanga na Simba, unaweza kaona hao. Yanga imebakisha mechi 7 lakini Simba imebakisha mechi 8, kwa maana ya kwamba ishacheza mechi 22. Hayo ni mambo ambayo yapo katika magazeti ya michezo. Sasa ngoja niwaulize mashabiki kwanza hapa kuhusiana na Kevin Yondani ambaye umeniambia tuwasikie wenyewe wanasemaje. Bwana, mambo vipi? Poa. Upo vizuri? Nipo vizuri. Bwana, Kevin Yondani unamfahamu wewe? Kevin Yondani huyu mchezaji au yupi? Huyo. Wewe unamfahamu? Au kuna Kevin Yondani mwingine mtaani? Kevin Yondani wapo wengi. Si unajua wengine tena. Tafadhali bwana. Kevin Yondani mchezaji wa Yanga yule, simjua kwa nini bwana, mchezaji wetu, mchezaji timu ya taifa. Yanga tu peke yake? Kacheza Simba, lakini Yanga ndo kacheza kwa mafanikio. Alipata mafanikio gani pale Yanga? Yanga ubingwa mara nyingi, mafanikio hata mwenyewe ukimuuliza Kevin kati ya Simba na Yanga wapi mpata mafanikio atakwambia Yanga. Mafanikio kapata Yanga, kapata hela, kapata makombe, kacheza kwa kiwango cha kuonekana. Kevin Yondani Yanga Afrika. Kwamba Simba kule hajapata mafanikio? Machache, huwezi kulinganisha na Yanga. Sawa, sasa hivi ipo Ken Gold kule, lakini kwa kiwango chake unavyomtazama Kevin Yondani namna alivyokuwa nazima huko zamani, akirejea Yanga kwako pale, je, unafikiri atapata nafasi ya kucheza? Kwa sasa hivi Yanga hawezi kupata nafasi kwa sababu ukiangalia Kevin Yondani kweli anajitunza, anacheza mpira, anajitunza, lakini kwa Yanga kwa sasa hivi hawezi kupata nafasi. Kule Ken Gold anaweza akawasaidia, lakini kwa Yanga bado anaweza asipate nafasi. Yanga sasa hivi ushindani ni mkubwa. Wewe muangalie kama Mwamnyeto ni beki, yani kwamba timu yote unapompeleka hapa Tanzania anacheza mpira na anazima vizuri tu. Lakini pale Yanga Mwamnyeto tunamuona bado ana struggle, hapati nafasi kwa timu jinsi ilivyo. Kwa hiyo mtu kama Kevin Yondani ukimleta pale bado hawezi. Pale labda aje asaidiane tu pale kwenye benchi la ufundi, wamlete bwana, kaa hapa, waambie vijana waelekeze jinsi ya mpira basi. Yaani akae kwenye benchi la ufundi? Aelekeze vijana wake akina Baka, akina Jobu bwana, sio nzee tulicheza hivi kwenye klabu tulifanya hivi, aje waelekeze, sio kwamba aje achukue nafasi hawezi kupata pale. Kwa Simba na Azam? Kwa Simba na Azam pia bado hawezi. Simba na Azam naye bado kuna watu bado atapata shida vile kwa umri wake sasa hivi hawezi hata kwa Simba na Azam kupata nafasi. Bado ajitafute sana. Kwa umri wake kwanza itakiwa staafu. Ujue Kevi wenzake wote waliocheza nao wameshastaafu sasa hivi. Akina Kaseja ndo wenzake. Kina Kaseja, akina Juma Nyoso, umeshanelewa. Asilimia kubwa wale waliocheza nao Kevi wote wameshastaafu. Lakini yeye bado anaupenda mpira, labda sio anatafuta hela, sio anaupenda mpira. Mimi sijamuelewa. Sawa, bwana, tusogee hapa kwanza tusikie na wengine hapa. Filipo, mvua inanyesha, mtazamaji wa kurasa za mwisho, mvua inanyesha hapa. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Poa, mambo vipi? Upo vizuri? Shwari. Wewe unaitwa nani wewe? Alo Abu. Wewe shabiki wa timu gani? Simba Sports. Unamkumbuka Kevin Yondani? Kevin Yondani? Sio. Unamfahamu Kevin Yondani? Namfahamu. Unamfahamu? Sasa hivi ipo Ken Gold pale, kwa kiwango chake namna unavyomkumbuka akirudi Simba au akirudi Yanga au akienda Azam FC, unafikiri ataweza kupata nafasi ya kuzima vizuri pale? Wapi. Hapana, kwa nafasi kwa sasa hivi jinsi alivyo uwezo wake hapana. Unataka kusema kwamba ameshuka sana? Sasa unaangalia nyakati ambazo kwa anazitumikia hizo timu, alikuwa katika kiwango gani? Sasa hivi yupo katika kiwango gani?
Unafikiri sasa hivi shida ni nini sasa, kwa mfano Kevin Ondana akirudi katika hizo timu? Umri pia. Sasa hivi akirudi Azam, akienda Azam, akienda Simba, akienda Yanga, shida itakuwa nini kwake Kevin Ondana? Kama nilivyokuambia, kiwango na umri. Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo anavyo, ni kwamba umri umeenda, pia kiwango kimeshuka. Ndio maana unamuona ameenda Ken Gold. Baada ya hapo huenda akashuka zaidi ya hapo, akaenda daraja la kwanza huko, daraja la pili, kulingana na kiwango chake. Unakumbuka nini wakati Kevin Ondana akiwa katika peak? Kevin Ondana katili sana. Kwa beki? Beki mkatili sana. Sawa. Hebu ngoja tusikie mashabiki. Bwana mambo bwana, pole kwanza kwa mfondo yangu. Asante. Upo vizuri bwana? Upo fresh. Hebu geukia huko. Unaitwa nani wewe? Naitwa Anthony Kedimon. Wewe shabiki wa timu gani? Yanga. Young Africans. Yes. Unakumbuka Kevin Ondana? Kumbuka vizuri. Leo hii hapa sasa hivi hapa yupo Ken Gold pale. Kwa mfano akirejea pale Yanga pale, anazima? Hamna, kwa sasa hivi hawezi kupata namba. Kwa nini? Sababu pale wapo mabeki wazuri sana. Yupo Ibrahim Baka, yupo Dickson Jobu. Kwa hiyo pale hawezi kufiti tena. Nafikiri akirudi pale anatakiwa kaa katika nafasi gani sasa? Pale hawezi kupata nafasi. Labda kwenye benchi, labda au manager ya timu labda hivi. Ila kusema kwamba labda nafasi ya uwanjani hawezi kupata kwa sasa hivi. Yes. Timu yako unaionaje? Naweza kachukua ubingwa msimu? Mapema. Mapema? Mapema tu. Tafadhali. Kutuzuia hamna. Mapema. Sawa. Philipo Cyprian bwana, mitaa hii ya Mwananchi hapa karibu kabisa na ofisi ya Azam TV, unaona huko basi daladala zinaendelea. Abiria wamejisitiri hapa katika kibanda hichi kwa ajili ya kujizuia na mvua, lakini mimi na mwenzangu hapa Justin Bayo, wengine huwa wanamuita Masai, tupo hapa tunaendelea kuzungumza na wananchi hapa. Kama muda unaruhusu tuendelee kusikiliza hapa wananchi wanasemaje hapa ambao bado wamejisitiri na mvua. Dada, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani wewe? Angel. Wewe shabiki timu gani katika mpira hapa Tanzania? Yanga. Young Africans. Kweli? Unachukua ubingwa msimu huu? Ndio. Kweli? Uyogopi Simba? Hapana. Azam FC? Bado na yenyewe. Kwamba hao wote waogopi? Bado watoto. Bado watoto? Tafadhali bwana, Azam sema ikufunga wewe? Hapana, lakini imenifunga haitoboi. Haitoboi bado. Msimu ule nani, mchezo uliopita mzunguko wa kwanza si umefungwa mmoja bila? Nimefungwa ndio. Na bado una mchezo nao? Kumbuka hilo. Ndio. Hauogopi? Siogopi bado. Unamkumbuka Kevin Ondana alicheza pale Yanga? Au mkumbuke? Sawa. Unawaambia nini wachezaji wako kuelekea katika hizo mbio za ubingwa? Wewe na imani ubingwa tutapata. Mtapata? Ndio. Kweli? Bwana wasalimia tu. Habari saa hizi jamani. Wewe unaitwa nani? Naitwa David. Wewe shabiki wa timu gani? Simba. Simba Sports. Almasri vipi akitua pale Benjamin Mkapa? Wale wanakufa. Watakufa ngapi? Wanakufa tena 3 au 4. 3 bila au 3 ngapi? 3 bila au 4 bila. Haya sawa. Bwana 3 bila au 4 bila. Jamaa hapa anazungumza hapa Almasri hao dhidi ya Simba Sports katika dimba la Benjamin Mkapa tarehe 9. Philipo Cyprian, umewasikia wananchi wamezungumzia kuhusiana na Kevin Ondana na wengine kidogo wamegusia mechi hiyo ya CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho Afrika itachezwa tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa.